Mitandao mbalimbali huko South Africa inahitaja Simba kama klabu ambayo ina ushawishi mkubwa zaidi kwenye soka la South Africa, na walitaja kama timu ya tatu kwa ushawishi wa kuwa na mashabiki wengi inavyoenda kucheza kwenye taifa la South Africa, ukiondoa zile timu tatu za South Africa, yani Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Simba inatajwa kwamba ni timu ya tatu, kwamba inavyoenda kucheza South Africa kuwa msisimko unakuwa ni mkubwa sana, yani mashabiki wengi wanafurahia kuiona Simba South Africa kuliko klabu nyingine yoyote. Na hawa ni mitandao, unajua ni tofauti by the way ambazo zina classify Simba hivyo, kwa maana sio zile page zetu za Instagram ambazo watu wanatoa tu maoni yao. Ukiingia kwenye mtandao wa Soccerzone, klabu ya Simba iko ranked kama klabu namba 2 kwa kupendwa zaidi South Africa kwa zile timu ambazo zinatoka nje ya taifa la South Africa, kwa maana Afrika nzima, yani ni timu ya pili kwa kupendwa zaidi, na timu ya kwanza kupendwa ni Wydad Casablanca, halafu inafuata klabu ya Simba kama klabu ya pili. Yani ni timu ambazo zikienda kucheza South Africa, hata kama zinacheza na timu za South Africa bado zinakuwa na idadi kubwa ya mashabiki. Lakini pia wanasema Simba ni timu ambayo kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch, watu wengi wanatamani kuiona zaidi Simba kuliko kuiona zaidi Stellenbosch. Yani hata mashabiki wengi wa soka South Africa wamejigawa, yani nusu wanaiona kama Simba ni timu ambayo wanaitamani zaidi kuiona kuliko vile ambavyo wanatamani kuiona Stellenbosch ikifuzu kwenda hatua ya finali. Wanaamini kwamba Simba ni moja ya timu ambazo ni bora sana barani Afrika, na kwao wanaona kama fahari kuiona Simba inaenda kucheza mechi ya nusu finali kwenye taifa la South Africa. Lakini pia sasa hivi klabu ya Stellenbosch imeshauriwa, ama mashabiki wengi ambao wanapiga kura kwenye mitandao tofauti ya South Africa ambayo inajihusisha na masuala ya ukusanyaji wa data wa mashabiki ambao wanaingia viwanjani, ikiwemo takwimu, wanajitaga sports stats. Wenyewe wanasema kwamba mashabiki wengi wanatamani kuona mchezo kati ya Simba na Stellenbosch unachezwa kwenye kiwanja kikubwa ambacho kinaingiza mashabiki wengi, kwa maana kwenye uwanja FNB, kwa sababu kuna possibility kubwa mashabiki wakawa ni wengi zaidi au wakaenda uwanjani wengi kushuhudia huo mchezo, na kitu ambacho kinapelekea mashabiki wengi sana kwenda kumshuhudia huo mchezo, apart from Simba kuwa na mashabiki wengi South Africa, lakini mashabiki wengi wa mpira wa South Africa wanampenda sana kocha Fadlu Davids. Ni kocha ambaye amekuwa na kivutio kikubwa kwa mashabiki wengi wa South Africa tangu akiwa yuko South Africa. Ni miongoni mwa makocha ambao wanapendwa sana, kama ambavyo Tanzania tunampenda Juma Mgunda, ndivyo ambavyo pia South Africa wanampenda Fadlu Davids. Kwa hiyo wanaamini kwamba huu ni mchezo ambao utakuwa mkubwa sana, utakuwa shuhudiwa na watu wengi, kwa sababu kwanza Simba inapendwa na mashabiki wengi, lakini pia tayari watu wengi wanatamani kumwona Fadlu Davids akipata mafanikio makubwa na klabu ya Simba. Sasa kwa nini wa mashabiki wengi wa South Africa wanapenda kumwona Fadlu Davids akipata mafanikio makubwa na klabu ya Simba? Ni kwa sababu wanaamini kwamba ndio Pitso Mosimane ajaye. Yani wanaamini kwamba ndio kocha ambaye ana uwezo wa kuvaa viatu vya Pitso Mosimane kwenye soka la Afrika. Hapa katikati amekuja Roland Mokoena, lakini Roland Mokoena hajafanikiwa kuwapa Mamelodi Sundowns ubingwa, klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia hata wakati akiwa na Wydad Casablanca bado amerejesha tu Wydad kwenye michuano ya klabu bingwa, lakini haoneshi kama anaweza kutoa ubingwa wa klabu bingwa, kwa sababu ni kocha ambaye ameshindwa kuwa na discipline za kimbinu, anakutana na timu ambazo ni kubwa kwenye mashindano makubwa ya barani Afrika. Kwa hiyo wanaamini kwamba Fadlu Davids anaonesha viashiria vya kuwa na ile quality ya Fadlu ya Pitso Mosimane, kwa maana ya kwamba ufundishaji wake unampa yeye nafasi ya timu zake kucheza vizuri zaidi na kuwa na uwezo wa kwenda kushinda mataji makubwa barani Afrika. Unajua South Africa wanachokihitaji ni kuwa na makocha ambao wanaweza kutawala soka la Afrika kama ambavyo tunaona makocha wengine duniani wanafanya. Na ndio maana wanatamani kuona Fadlu Davids anafanikiwa kuwatoa Stellenbosch. Na wanatamani Stellenbosch atolewe kwa sababu wanataka Fadlu Davids awe bingwa wa haya mashindano. Na bingwa Fadlu Davids akiwa na bingwa wa mashindano, heshima haitaenda Simba pekee, lakini pia heshima itaenda pia kwa South Africa kama taifa, kwa sababu tayari kocha wao anakuwa temdi kama miongoni mwa makocha ambao wametoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo ni sababu ambayo inapelekea pia Simba wanakuwa na mashabiki wengi. Lakini sababu nyingine ni kwamba Simba wamewahi kuzifunga timu kutoka South Africa. Simba wamewahi kumfunga Orlando Pirates, Simba wamewahi pia kumfunga Kaizer Chiefs ya South Africa. Manake wanaiona ni timu ambayo ina wachezaji bora, timu ambayo ina uwezo wa kuzinyanyasa sasa timu za South Africa.
na kipindi kile ndio kipindi ambacho pia Simba ilijivulia umaarufu, ilijipata umaarufu mkubwa, ama ilipata mashabiki wengi ambao wanaisupport kwa kiasi kikubwa sana. So hata sasa hivi watu wengi wanatamani hivyo kwa sababu ni timu ambayo imekuwa ikivutia watu wengi. Tusubiri tuone itakuwaje, lakini mitandao mbalimbali South Africa inahitaji Simba kama miongoni mwa timu tishio zaidi, na ni miongoni mwa timu ambazo zinapendwa zaidi kwenye taifa la South Africa kuliko timu nyingine yoyote kutoka nje ya bara la Afrika. Manake wanazidiwa na timu kama Wydad Casablanca pekee, lakini the rest hawakuna timu nyingine ambayo inavuna mashabiki wengi South Africa kama klabu ya Simba. Lakini pia ukiangalia hata vyombo mbalimbali pia vya habari vimeiandika Simba kama miongoni mwa timu ambayo ina influence kubwa. Lakini of course Simba ni timu ambayo ina influence kubwa. By the way, Simba ina wafuasi zaidi ya milioni 7 kwenye mtandao wake wa Instagram pekee. Maana ni timu ambayo ina mashabiki wengi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wanaoifuatilia timu ni wengi. So ukiwa unacheza na Simba, hata kama ulikuwa ni timu ndogo unakuwa timu kubwa. Lakini pia Simba ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo pia inaweka kwenye standard fulani kwamba ni timu bora barani Afrika. Kwa hiyo ni lazima iogopeke, kwa sababu kwenye timu zote za South Africa Simba inazidiwa na Mamelodi pekee, ambaye Mamelodi anashika nafasi ya 3. Nafasi ya pili kwa ubora barani Afrika, alafu Simba nafasi ya 4, nafasi ya 3 anashika ES Tunis. So hiyo pia inavutia watu wengi kwenda kutazama hiyo mechi. Lakini pia Simba ni timu ambayo imekuwa by the way ikicheza soka safi sana, lakini pia imekuwa na wachezaji wengi bora ambao wana uwezo mkubwa sana. Na hii ndio timu pekee kutoka Tanzania ambayo imezitetemesha timu nyingi za South Africa, lakini pia imefanikiwa kuwafanya mashabiki wa South Africa kupagawa na namna yao ya uchezaji. Ni timu ya kwanza kutoka Tanzania. Yanga wamekwenda hapa, lakini Yanga ilikuwa inaboa kwa sababu ilikuwa inakaba sana kuliko kushambulia. Kwa hiyo wanaona kama ni timu ambayo inacheza kizamani. Lakini Simba ni timu ambayo inacheza kisasa, na ndio maana mashabiki wengi wa mpira wa South Africa wanaipenda. Unajua mashabiki wa South Africa wanapenda mpira mzuri unaovutia. So ukiwa unazuia sana huwezi kuvutia mashabiki wengi wa South Africa. Lakini ukiwa unacheza soka safi ambalo linavutia, ni rahisi kutengeneza kupata mashabiki wengi. Na hata sasa hivi mashabiki wa Stellenbosch wanahaha, yani wanahisi kwamba timu hiyo itagaragazwa pale South Africa. Kwa hiyo na wao pia wamegawanyika vipande viwili. Yani wapo ambao wanaamini kwamba timu inaweza kwenda kufanya maajabu, lakini pia wengi wao wanaamini kwamba Simba anaweza kwenda kuwagaragaza pale South Africa, kitu ambacho kinawezekana ni kweli, kwa sababu kwa namna ambayo Simba amejipanga this season kuna uwezekano mkubwa tukaenda kushuhudia maajabu makubwa pale kwenye dimba pale South Africa, lakini pia kwenye game ya kwanza ambayo itachezwa hapa Tanzania. Mimi nitachukua hapa nakupa update ambazo ziko pale, lakini ukweli ni kwamba mashabiki wengi wa Stellenbosch yani wanaihofia klabu ya Simba, na Stellenbosch wenyewe wanasema pia kabisa kwamba wanaihofia klabu ya Simba. So tusubiri tuone kwamba nini ambacho kinaenda kutokea, lakini Simba wana nafasi kubwa sana ya kwenda kufanya vizuri, na kuna possibility kubwa tukaenda kuiona pia Simba ikifika finali. Na kama Simba watafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, mechi ya kwanza wataenda kucheza ugenini, lakini mechi ya pili watakuja kumaliza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wakaja kulinyanyua kombe hapa Benjamin Mkapa.